Bismillahi wa sallallahu ala Muhammad wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. Ndugu zanguni wapendwa wasikilizaji na wafuatiliaji wetu wa darasa na vipindi vyetu, tukiendelea na darasa yetu ya nyasia za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na leo tukijaribu kuangazia ni yupi mtu muovu katika watu. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anamuhusia Imam Ali kwa kumwambia, ya Ali, sharru nasi man ittahama Allah fi qada'ihi. Mtu muovu ni yule anayemtuhumu Mwenyezi Mungu katika nini? Katika kadari zake. Ndugu zanguni wapendwa wasikilizaji, ni wazi kwamba binadamu kila siku ni mwenye kupanga masuala mbalimbali yanayohusu maisha yake na mustakbali wake kwa ajili ya kutengeneza dunia yake, lakini pia anaweza akaenda mbali na kutengeneza nini? Na kutengeneza akhira yake. Ndugu zanguni wapendwa wasikilizaji, katika mipango hii ya mwanadamu ni wazi kwamba si kwamba siku zote atakuwa ni mwenye kufanikiwa, ni mwenye kufaulu katika mipango yake, ima kwa kutokuwa na mipango thabiti wakati anaanza kuliendea jambo, au tunakuja katika nukta yetu hii, au katika kadhaa za Mwenyezi Mungu, katika kadari za Mwenyezi Mungu hakumpangia mwanadamu huyu kuafikiwa katika lile analolifanya. Nukta ya kwanza katika hili, Mtume anatuelekeza kwamba yule ambaye atamtuhumu Mwenyezi Mungu kwa jambo au kwa kadhaa yoyote, kwa kadari yoyote ambayo imemtokea, kwa hatima yoyote katika maisha yake, na akaona kwamba yeye alikuwa ni mustahiki zaidi ya kupata hilo, au jambo fulani limkwepe lakini limempata labda katika mabalaa, na kuona Mwenyezi Mungu naudhu billahi min dhalika amemdhulumu, jambo hilo Mwenyezi Mungu, Bwana Mtume anatuambia kwamba linachukiza, na mtu huyo anakuwa ni mtu mshari. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwanza yeye ni alim, ni kwa dhati yake ni mwenye elimu, lakini pia ni khabir, ni mwenye habari zote, lakini pia Mwenyezi Mungu ni hakimu, hawezi kufanya mambo hovyo hovyo, anafanya mambo kwa mizani maalum. Lakini pia Mwenyezi Mungu ni mwadilifu, hawezi kumdhulumu mja wake, na sifa kemkemu ambazo amepambika nazo, sifa njema alizopambika nazo Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ana elimu na hatima ya mambo yote yanayoweza kumtokea mwanadamu. Mwanadamu kwa kutokuwa na maarifa thabiti ya juu ya jambo analoliendea, ambalo amelipanga, ambalo analitaka, anaweza akaona halikutokea. Kwa hiyo ni namna ni aina katika aina za dhulmu Mola wake amemfanyia kwa kutokufikia nini? Kwa kutokufikia muradi ule. Kwa hivyo Bwana Mtume anatutahadharisha kwa kutuambia mtu huyo atakayemtuhumu Mwenyezi Mungu katika jambo lolote ambalo Mwenyezi Mungu amelipanga kwake, yule mtu limetokea na akaona kwamba Mwenyezi Mungu amemdhulumu, basi mtu huyo ni mshari. Ndugu zanguni, hapa kidogo nadhani bado hapajakaa vizuri. Ningependa kuiendea hadithi hii na kisa ambacho ni maarufu kwetu sote tunakifahamu. Ni kisa cha Nabiyullah Yusuf. Ndugu zanguni, katika maisha ya Nabii Yusuf kuna matukio mengi ambayo yametokea, lakini nataka niangazie matukio mawili. Tukio la kwanza ni wakati ambapo Nabii Yusuf ndugu zake wamemchukua na kwenda kumtupa katika kisima. Walikuwa mpango wa muwe, lakini mwisho wa rai zao ilikuwa ni kumtupa katika kisima. Waliporudi kwa baba yao, naye ni nabii wa Mungu Yakub, kumwambia jambo lile, Yakub roho haikumtua, akawaambia hebu twendeni nikajaribu kumtafuta mwanangu. Kufika mpaka karibu mita chache, mpaka karibu na kisima alichokuwa ametiwa Nabiiullah Yusuf, hakupata dalili yote kwamba Yusuf yuko karibu. Lakini baada ya miaka, Yusuf ameshakuwa aliyekuwa na mansabu aliyokuwa nayo. Yusuf yule kanzu ile aliyokuwa ameivaa ndani ya kisima, anawatuma ndugu zake, mpelekeeni baba yangu hii kanzu. Kanzu inatoka Misri kumwelekea baba yake katika nchi ya Palestina. Wakati tu inaanza kutoka Misri, Nabiiullah Yakub akasikia harufu ya ile kanzu. Aliposikia harufu ya ile kanzu, akawaambia aliokuwa nao, hakika nasikia harufu ya nani? Ya Yusuf. Ndugu zanguni, mwanzo wakati Yusuf anapotea alikuwa mita chache na kisima na hakusikia harufu ya Yusuf wala kanzu. Lakini siku kanzu inatoka Misri, inakuja Kanaan, inakuja alipokuwepo Nabiiullah Yakub, alisikia harufu. Nataka niwaambie hekima iliyopo hapa katikati.
Ni kadari ya Mwenyezi Mungu kumpangia Nabiiullah Yaqub asijue ule mtego, asijue Yusuf yuko wapi. Yusuf ambaye alikuwa ni kipenzi chake aondoke katika mikono yake. Kuna jambo linaumiza kama hilo? Leo mwanao kipenzi unayempenda na dunia inashuhudia mapenzi yako kwake anaondolewa katika mikono yako. Je, jambo hilo utalitazama vipi? Ni dhulmu Mwenyezi Mungu anakufanyia kwa akili za kibinadamu. Lakini angalia hikima iliyotokea pale. Nabiiullah Yaqub hakusikia harufu ya Yusuf, na kutokusikia kule hakumpata Yusuf, akaenda akauzwa kama mtumwa. Ndugu zanguni, hili nalo tuliseme katika sura gani? Mtu ambaye umtoe kwa baba yake akiwa huru, akiwa kipenzi, akiwa azizu mbele ya jamii, aende akauzwe kama mtumwa. Hebu tujaribu kuangalia hii kadhaa hapa inayotokea. Nani mwenye kuweza kwa haraka asiweze kutuhumu jambo kama hili? Na ndio maana tunaonywa tusituhumu haya mambo, tusituhumu kadhaa za Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Kwa sababu yote ile njia baba yake asimpate, aende akauzwe kama mtumwa, aishi kama mtumwa, akafungwe gerezani, ilikuwa ni kumtengeneza Yusuf ambaye sasa hivi tunamzungumzia kama Azizu Misri. Na baadaye baba yake anarudi kwa Yusuf, anamkuta Yusuf ni shakhsia kubwa. Lakini je, kama sio kadhaa ya Mwenyezi Mungu Yusuf kutoka katika mikono ya baba yake, kadhaa yenye kuumiza sana hii, kama sio kadhaa ya Mwenyezi Mungu Yusuf akaende kuishi kama mtumwa, kadhaa yenye kuumiza na kutweza utu wa mwanadamu. Ndugu zangu, ni mwanadamu amezaliwa akiwa huru. Lakini yote haya ni kuonyesha kwamba mwisho wa yote, mzunguko wa yote, Mwenyezi Mungu ndio anayejua, ndio mwenye habari za mambo yote. Kwa hiyo hata sisi katika maisha yetu, mfano huu wa Nabii Yusuf upo sana. Huenda Mwenyezi Mungu anakupokonya mpango fulani ambao ulikuwa umeupanga wewe mwanadamu, lakini mpango ule kwa elimu ya Mwenyezi Mungu haukuwa na manufaa kwako, isipokuwa mpango ambao mwanzo wake ni mchungu. Mwenyezi Mungu anaokupatia ndio wenye manufaa kwako, kama ilivyokuwa katika kisa cha Nabii Yusuf. Kwa hivyo linapotokea jambo chungu katika mipango yetu ya kimaisha, basi tusimtuhumu Mwenyezi Mungu na kuanza kuona kwamba katika kadhaa zake Mwenyezi Mungu ametudhulumu, bali tunapaswa kuwa ni watu wenye subira na kusubiri katika wakati huu mgumu, ili Mwenyezi Mungu aweze kupitisha katika yale ambayo ameyapanga juu yetu. Huenda pia ni mtihani kutupima sisi katika imani zetu, na hayo yote kwa Mwenyezi Mungu, yeye mwenye muweza, mwenye elimu, mwenye habari zote, mwenye hekima, mwadilifu, anajua anachotupangia. Kwa hivyo ni jukumu letu kusubiri katika hali kama hizi, na sio kumtuhumu Mwenyezi Mungu kwamba ametudhulumu katika kadhaa zake. Bwana Mtume anatushtua, anatueleza, anatuhusia, mtu mshari ni yule anayemtuhumu Mwenyezi Mungu katika nini? Katika kadhaa zake. Kama mfano tuliokuwa tumeuona hapa, lakini ni mifano mingi. Unaweza ukatoa mguu kuelekea safari, unafika stendi gari uliokuwa umepanga kulipanda, likimekupita, unaanza kukasirika. Lile bwana ndo linawahi Dar es Salaam mapema. Lakini baada ya masaa roho inakuuma, unaona namna gani hii, lakini baada ya masaa unasikia bwana lile gari uliokuwa unataka ulipanda limepata ajali. Na yamewafika yaliyowafika. Kumbe katika kadhaa ya Mwenyezi Mungu amekuokoa. Huo ni mfano mdogo, na mifano ipo mingi. Kwa hivyo tujitahidi kuridhika na yale ambayo Mwenyezi Mungu ametupangia. Huenda kama ni machungu ni katika mtihani wake, lakini pia huenda kama ni yale ya kheri, huenda ndani ya kadhaa hiyo na kadari hiyo Mwenyezi Mungu ametufanyaje? Ametufichia kheri zilizokuwa ni nyingi. Na tuweze kuhifadhi wasia huu na wasia pamoja na kuisuia nafsi yangu juu ya kutomtuhumu Mwenyezi Mungu katika kadhaa zake katika maisha yetu. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.